Kwa hiyo lazima uoe mwanamke ambaye anajua thamani ya wazazi wako, kwamba wewe unayeoa pepo yako iko chini ya nyayo za wazazi wako. Anapokuja katika ndoa atambue thamani. Mke unayekwenda kumuoa ndiyo mama wa watoto wako. Kwa hiyo unakwenda kuoa mke, unawachagulia watoto aina ya mama. Unaweza kuoa mke ukawatafutia mama, ukawatafutia watoto wako mama malaya. Unaweza ukakuta nyumba baba akiwepo watu wanavaa stara, baba akiondoka watu wanapiga vimini na suruali kama kawaida. Kipenzi cha watu, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, ndugu zangu, hutuba ilikuwa nzuri sana, na hutuba ililenga kuzungumzia malezi. Uislamu ndiyo dini pekee duniani mafundisho yake yameigusa kila nyanja. Uislamu duniani ndiyo dini pekee mafundisho yake yameigusa kila nyanja. Ndiyo maana huko mbele ya safari duniani huku, ukimuona Muislamu anakosea, tenganisha tofauti ya Muislamu na Uislamu. Muislamu anaweza kuishi na tabia mbaya, lakini Uislamu haufundishi tabia mbaya. Muislamu anaweza kuwa muovu, lakini Uislamu haufundishi uovu. Sa misingi ya dini ya Kiislamu ni kumuandaa mwanadamu kuwa mja mwema tangu hajapatikana mpaka inapatikana mimba yake, mpaka anazaliwa, mpaka analelewa, anakuwa, mpaka naye anakuja kuwa kiongozi wa familia, ima baba au mama. Uislamu umetufundisha misingi ya tabia au malezi bora ya watoto yanatakiwa yaanzwe katika ndoa. Muislamu anapofanya maamuzi ya kuoa au anapofanya maamuzi ya kuolewa, anatakiwa atambue maamuzi hayo yana vipengele kadhaa mbele yake, yana mambo yasiyopungua 4 mbele yake. Unapooa mke unayemuoa, kwanza atakuwa mkwe wa wazazi wako. Kwa hiyo lazima uoe mwanamke ambaye anajua thamani ya wazazi wako, kwamba wewe unayeoa pepo yako iko chini ya nyayo za wazazi wako. Anapokuja katika ndoa atambue thamani ya wazazi wako, kwa sababu kwa kuoa mke bora utapata radhi za wazazi, na kwa kuoa mke wa hovyo utakosa radhi za wazazi. La pili, mke unayemuoa anatakiwa atambue kwamba wewe ni mja wa Mwenyezi Mungu, una haki za Mola wako, na anatakiwa awe mstari wa mbele kukuhimiza juu ya kutekeleza haki za Mola wako. Ajue kwamba wewe unahitaji kuswali, upo wakati shetani atakupitia, utakuwa mvivu. Yeye anatakiwa asimame kidete kabla hujaacha hiyo muda wa swala kupita, ahakikishe umeswali. Yeye anatakiwa atambue kwamba wewe kila utakachokisimamia, utakachokikusanya, kuna haki ya mayatima, kuna haki ya wajane, kuna haki ya waliosilimu, yale mafungu 8 ya watu wanaopewa zaka. Yeye anatakiwa ajue, asiwe mke anayeona mali kwenu
anafikiria kujenga kwenye familia yao, anakusudia na anafikiria kuwasaidia ndugu zake, anakusudia kusaidia katika maisha yake binafsi, anawekeza zaidi kwake kuliko kuwekeza kwako mbele ya Mwenyezi Mungu. Unapooa mke anatakiwa ajue kwamba mke unayekwenda kumuoa ndiyo mama wa watoto wako. Kwa hiyo unakwenda kuoa mke, unawachagulia watoto aina ya mama. Unapooa mke, unawachagulia watoto wako aina ya mama unayemtaka. Unaweza kuoa mke ukawatafutia watoto wako mama malaya. Yaani wewe mume, kuoa kwako kunaweza kuchangia kuwatafutia watoto wako mama malaya, mama ambaye anakuwa ndio fundisho, anakuwa ndio kitu cha kufanyia mazoezi, ndio anakuwa mwanamke ambaye watoto wote wanaobarehe katika mtaa wenu wao wanajifunzia mapenzi kwa mkeo, mama wa watoto wako. Unaweza ukawatafutia mama watoto wako akawa jamvi la wageni, hatembei na watoto, lakini kila mwanamume wa mtaa akiamua kubadilisha ladha ya chakula anaona ladha bora mkeo. Yaani mama wa watoto wako ndio anakuwa jamvi la wageni. Mtaa mzima wanajua mwili wa mkeo, mama wa watoto wako. Unapokwenda kuoa lazima utazame tabia za mke unayeoa, asiwe jamvi la wageni, asiwe punching bag ya mazoezi ya vijana wanaobarehe. Kuoa kunaanza kutengeneza tabia. Usioe mke ambaye ndani ya nyumba yako masaa 24 anasikiliza taarabu na miziki ya bongo flava, hana muda wa kusikiliza Qur'ani wala hana muda wa kusikiliza hadithi za Mtume. Unaandaa mke ambaye atakuwa mama wa watoto wako, mama wa watoto watakaopenda taarabu na bongo flava. Wakiamka asubuhi ni taarabu, mchana bongo flava, jioni R&B, usiku twist, jioni hivyo. Muda wote familia yako ni familia ya muziki. Unakwenda kuzalisha kizazi cha waimba muziki badala ya kuzalisha kizazi cha wanaomwabudu Mwenyezi Mungu. Mwisho wa siku wewe ndio unakuwa huna akili. Mwanao kwa sababu star wa muziki wa bongo flava unajivunia kuambia watu mwanangu ndio namba 1 wa bongo flava Tanzania. We mjinga, unasubiri kwenda motoni. Alokuambia mwanao akiwa first one katika bongo flava, we umefaulu fil dunia wala akhera nani? We mjinga tu, we bwege, we fala zaidi ya yote. Hukujua malengo ya Mwenyezi Mungu kukuleta duniani ni yapi, wala hujui malengo ya Mwenyezi Mungu kumleta mtoto wako duniani ni yapi, hujui. Ndugu zangu, unapooa mke unakwenda kuwaandalia watoto wako mama, utambue hilo. Kwa hiyo maisha ya watoto wetu yanakuwa shabdi kutokana na maisha ya wake tulio nao. Ukitaka kujua nyumba hii ni ya washenzi ama wacha Mungu, nenda omba kutembelea rafiki yako, kaa kwake siku 3. Kamtembelee rafiki yake, kaa kwako siku 3, lala kwake, kula kwake siku 3 tu. Utajua hii nyumba ya washenzi. Shehe tu ndo anajitia kuswali, lakini humu nyumbani hamna kitu. Haya majahili matupu yaliyojaa ndani. Kwa sababu familia nyingi wanafanya mazuri pale mzee yupo, akitoka nyumba ni shaghala baghala. Unaweza ukakuta nyumba baba akiwepo watu wanavaa stara, baba akiondoka watu wanapiga vimini na suruali kama kawaida.
na mama hana cha kusema kwa watoto. Mwisho wa siku anasema tu baba yenu akikuoneni, oh shauri yenu. Baba yao akiwaona shauri yao, baba ana moto, baba ana pepo. Kwa nini usiwaambie Mungu anakataa? Kwa sababu mama hakuzaliwa katika akhlaki, mama hakulelewa katika akhlaki nzuri. Kwa hiyo unajikuta na yeye anawalea watoto vile alivyolelewa, kiovyo ovyo tu, kijahili jahili tu. Kwa hiyo mambo ya tarbia, mambo ya malezi, tabia yanajengwa na msingi wa ndoa. Unapotaka kuoa, usitazame hawa zako za moyo, za nafsi. Usitazame uzuri wa mwanamke kwanza, usitazame mali ya mwanamke kwanza, usitazame shepu ya mwanamke kwanza. Tazama kwanza tabia na malezi aliyonayo mke, kwa sababu hicho unachokichukua ndiyo tabia na malezi ya watoto wako baada yako. Majuto ni mjukuu. Ukioa vibaya, umeandaa watoto waovu na huna pa kukimbilia. Na kwa sababu wewe ni msimamizi, kullukum rai wa kullukum mas'ul an raiyati. Yani wewe ni mchunga na kila mtu ataulizwa katika kile alichokichunga. Mwenyezi Mungu hakutazami kwa sababu wewe bosi, kwa sababu wewe tajiri, kwa sababu wewe kiongozi, kwa sababu wewe maarufu. Muda ukifika wa maswali ya Mungu utajibu, na ukikosea utakwenda motoni. Mwenyezi Mungu atulinde na adhabu zake, atujalie kuwa miongoni mwa waja wema.